the harmonization is done. John Kahiro, Darubini. Na kwenye biashara, benki ya Cooperative imenakili faida ya jumla ya shilingi bilioni 21.6 katika kipindi cha miezi 9 ya kwanza ya mwaka huu. Hili likiwa ni ongezeko la asilimia 12.3 ambalo lilitokana na mapato ya juu ya riba. Benki ya Cooperative inanuia kutumia shilingi bilioni 5.88 kwa mgao wa faida wa muda, ambapo wenye hisa watapata shilingi 1 kwa kila hisa. Maelezo zaidi ni kwenye mseto ufuatao wa habari za biashara. Benki ya Cooperative iliongeza kiwango cha uchukuaji mikopo halisi na ile ya kukidhi mahitaji ya muda mfupi ya kifedha ya wateja kwa asilimia 6.6 hadi shilingi bilioni 406.5. Ni kwa sababu hii ambapo benki hiyo ilipata mapato ya riba ya shilingi bilioni 42.2 kutokana na mikopo halisi na ile ya mahitaji ya muda mfupi, kiwango ambacho ni ongezeko la asilimia 7.2 ikilinganishwa na kipindi cha sawia cha mwaka wa 2024. Aidha, jumla ya mapato yasiyokuwa na riba yalikuwa shilingi bilioni 22.1. Amana za wateja ziliongezeka kwa asilimia 6.7 na kufikia shilingi bilioni 548.58, huku mali jumla ikiongezeka kwa asilimia 8.6 kufikia shilingi bilioni 819.27. Wakati huo, wale wanaotengeneza bidhaa na huduma za kidijitali wanapaswa kuzingatia usalama wa bidhaa hizo wanapozitayarisha. Katibu wa teknolojia ya habari na mawasiliano na uchumi dijitali, John Tanui, amesema usalama wa kimtandao haupaswi kuchukuliwa kuwa kazi ya kiufundi, bali ni jukumu la kimkakati la usimamizi ambalo huathiri moja kwa moja kuendelezwa kwa biashara na udhabiti wa taifa. As we digitize also, we are taking many services to online where citizens can experience efficiency. They don't need to travel. They can access any services, whether public sector services or online services, in a convenient way from the comfort of their home. Hatimaye, huku Wakenya wengi wakikabiliwa na changamoto katika upataji msaada wa afya ya kiakili, taasisi ya Shamiri imezindua mfumo wa teknolojia ya akili unde kwa ajili ya kutoa huduma mwafaka, nafuu na zenye ufanisi za afya ya kiakili. Mfumo huo unalenga kuwanufaisha vijana milioni 10 kufikia mwaka wa 2032. This initiative works, can reach out to young people who otherwise wouldn't have had access to mental health practitioner. So I think this innovative way has already proven its concept. 200,000 young people have benefited from the program over the last year. I think there's an objective in a couple of years to bring this number to 10 million beneficiaries in Kenya, but I think in the whole East Africa region. Sylvia Gatti, Darubini. Na zaidi ya vijana 100 katika kaunti ya Bungoma wameipongeza serikali kutokana na hatua yake ya mpango wa mafunzo ya kimsingi ambayo wanadai yamewawezesha kupata ujuzi unaofaa wa kibiashara. Taarifa hiyo na nyinginezo ni katika mkusanyiko wetu wa habari za magatuzi. Hafla hiyo ya utoaji mafunzo iliandaliwa na Wizara ya Ustawishaji Vyama vya Ushirika na Mikopo, inaangazia ujuzi wa vitendo kwa biashara ndogondogo. Walionufaika walisema mpango huo umewapa mwongozo wa jinsi ya kuendesha biashara pamoja na kuepuka ubadhirifu. What we have learned today is how we can be able to grow as youths by coming up with cooperatives and being able to be trained on how, if we get these grants, how can we maximize on them so that we are able to create jobs instead of